Katika kipindi cha takriban mwezi mmoja na nusu hivi, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imekuwa ikifuatilia kwa karibu matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakijitokeza hapa nchini. Tume, baada ya kufanya tathmini kuhusu matukio hayo, kwa mujibu wa katiba na sheria ya tume, imejiridhisha kuwa matukio hayo yanaashiria uvunjifu wa haki za binadamu, ukiukwaji wa misingi ya utawala bora na uvunjifu wa amani na utulivu nchini. Aidha, katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani, kumekuwa na matukio mbalimbali yakiwemo matumizi ya lugha chafu zisizozingatia utu na heshima ya mtu na zinazoleta hamasa na kuchochea uvunjifu wa amani na utulivu. Matukio yanayoashiria matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa kushughulikia mikusanyiko ya kisiasa, kushambuliwa na kujeruhiwa kwa baadhi ya wananchi, ikiwemo tukio lililotokea tarehe 30 Aprili 2025 la kushambuliwa na kujeruhiwa kwa kiongozi wa kidini Padre Dr. Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, na tukio la kutekwa kwa Faluka Saidi Nyagalu kwa jina maarufu Mdude na matukio mengine. Tume inatambua kuwa kwa mujibu wa katiba ya nchi, sheria za nchi na mikataba mbalimbali ya kimataifa ya haki za binadamu ambayo Tanzania imeridhia, wananchi wote wa Tanzania wana haki ya kufurahia na kupata haki zao za binadamu. Aidha, kwa mujibu wa katiba ya nchi, kila mwananchi anayo haki ya kuishi, kuwa huru, kutoa maoni na kushiriki katika shughuli za umma moja kwa moja au kupitia wawakilishi kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa katika katiba na sheria za nchi. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na haki hizo, katiba inaweka sharti la wajibu kwa kila mwananchi kutotumia misingi ambayo itasababisha kuingiliwa au kukatizwa kwa uhuru na haki ya watu wengine, na kwamba pale mtu anapoamini kwamba haki yake imevunjwa, anaweza kuwasilisha suala hilo mahakamani au katika vyombo vingine vyenye mamlaka kwa mujibu wa sheria. Vile vile, tume inatambua kuwa kwa mujibu wa sheria, jeshi la polisi limepewa dhamana ya kulinda usalama wa raia na mali zao, na hivyo kwa kuzingatia sheria na maadili, jeshi hilo lina mamlaka ya kushughulikia viashiria vyote ambavyo vinaweza kuhatarisha amani na utulivu nchini. Tume inaona kuwa matendo yaliyojitokeza hayatoi taswira nzuri katika ustawi wa haki za binadamu, utawala bora na amani na utulivu nchini, ambayo ni muhimu sana katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu. Tume inalaani matukio yote ambayo yamevunja haki za binadamu na kukiuka misingi ya utawala bora na yanayoashiria uvunjifu wa amani na utulivu. Kutokana na matukio yaliyojitokeza, tume inapendekeza yafuatayo. Kwanza, jeshi la polisi ambalo ndiyo taasisi iliyopewa dhamana ya kulinda usalama wa raia na mali zao, kutekeleza wajibu wake kwa kufuata katiba, sheria na kanuni. Pili, jeshi la polisi liendelea kuwasaka na kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika na kujeruhiwa kwa Dr. Charles Kitima, waliomteka Faluka Saidi Nyagali kwa jina lingine almaarufu Mdude, na waliohusika katika matukio mengine ya uvunjwaji wa haki za binadamu. Tatu, msajili wa vyama vya siasa kuwataka viongozi wa vyama vya siasa kuzingatia matakwa ya katiba na sheria katika shughuli zao. 4,
serikali iendelee kukaa na wadau wa demokrasia katika kuzitafutia ufumbuzi changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika kipindi hiki. 5, viongozi na wananchi waendelee kudumisha amani na utulivu ambao ndio msingi wa kufurahia haki za binadamu. Na 6, japo si kwa umuhimu wake, wadau wote wa uchaguzi kuwa na ustahimilivu wakati wa mchakato wa uchaguzi, kwa kuwa ushindani wa kisiasa nyakati za uchaguzi ndio chachu ya demokrasia. Kwa kumalizia, ningependa kusema kwamba jukumu la ulinzi na utetezi wa haki za binadamu na uzingatiwaji wa misingi ya utawala bora ni la kwetu sisi sote. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zipo haki za msingi za binadamu ambazo zimetolewa. Kwa hiyo lakini haki hizo pia zimewekewa mipaka. Lakini sasa pengine kila mtu ana tafsiri yake. Kwa kiasi gani ambapo utafanya jambo ambalo utaona kwamba kwako wewe ni sahihi, wakati mwingine kwa mtu mwingine anaweza kaliona liko tofauti. Kwa hiyo tunapishana katika mawazo. Lakini tunachosisitiza zaidi ni kwamba hata kama tunapishana katika mawazo, lakini cha msingi ni kwamba basi tupishane katika mawazo kwa kuzingatia hoja. Yaani tusijikute katika mazingira ambayo tunavutana kwa sababu ya kila mtu kutaka jambo lake yeye ndio liwe sahihi. Na ndio maana katika mapendekezo ambayo tumeyatoa pia tunasisitiza kuhusu swala la ustahimilivu, kwa sababu sisi kama binadamu kila mtu ameumbwa, pamoja na kwamba kuna silika ambazo tumeumbwa zinafanana, lakini bado sisi kama binadamu kuna maeneo mengine tunatofautiana. Lakini kitu cha msingi ambacho tunakisisitiza ni kwamba inawezekana jambo unalolifahamu wewe au unalolitaka wewe ukawa na mapenzi nalo, lakini mwingine akaliona liko tofauti na kile unachokiamini. Lakini tunachosema ni kwamba kuna umuhimu wa sisi sote kuhakikisha kwamba kila mmoja kwanza tuwe na staha, uwe na uwezo wa kuvumilia mwenzako anaposema, lakini na wewe unaposema vile vile uwe na mipaka, kujua kwamba unaposema wakati mwingine unaweza ukawa unavuka mpaka, unataka kuingilia haki ya mtu mwingine. Sisi tume ni taasisi ya kiuchunguzi. Ili tuweze kufikia huko ni lazima tuende tukafanya uchunguzi wa kina. Na haya matukio yamekuwa yanatokea mfululizo. Na sisi hatuwezi kuenda mbali sana bila kufanya uchunguzi na kujiaminisha katika kila tukio kwamba kwa mazingira yake limefanyika, kuna watu waliokosea au kuna watu walio sahihi. Hatujafika huko. Tumefanya tathmini ya ujumla, kwa sababu ni matukio ambayo yamefuatana moja baada ya jingine. Katika mazingira kama hayo hatujapata fursa ya kwenda kufanya uchunguzi wa kina, lakini tumefanya tathmini ya ujumla kutokana na tunayoyaona katika mitandao ya kijamii, lakini na vile vile yale ambayo tumeona watu wengine katika sehemu nyingine ambayo wanayazungumza, na yale ambayo kupitia vyombo pengine simu watu wengine wamekuwa wakitupigia kutuuliza kama unavyouliza hapo mbele yetu.